Mwanza. Naona utata ambao pia ulikuwa unakuja hapa. Tukiacha hizi pesa ambazo wewe binafsi ndio unadaiwa kupewa shule, maana lazima upokee jibu. Tunania hapa kwamba hizi pesa utatangulia kukuja kwamba ni za umma ama si za umma. Wewe binafsi ili wewe tukizungumzia mimi aliyetoa mchango wa shule ni VIP Engineering. Sasa za school za umma au sikiliza, wamesema jana, nimekwambia competent authority wameshasema kwamba zile ni fedha za wale watu waliofungua, maana parties waliofungua ile escrow account ilikuwa ni IPTL na mbia wake serikali. Sasa proportion hela zilizomo yani sehemu iliyomo mle kama zote ni za IPTL. Sasa waziri mwenye zamani mwenye sekta sijui kasemaje, CAG amesema kwamba lazima ufanye reconciliation kwa sababu usipofanya calculation ni hivi. Sasa unajua kuna vitu vingine nadhani vimezungumzwa sana. Jana nimesikia Mheshimiwa Lusinde, nadhani yeye ndiye ana uwezo wa kutuweka wazi. Mheshimiwa Lusinde kule jana alisema katika kuchangia kwake, mimi nilimsikiliza sana. Na yeye ana uwezo wa kuwasiliana na wananchi, na mimi nataka niamini kwamba wamemuelewa, au sio? Maana anasema mtaalamu hajatuambia zinawezekana zisiwezekana, anasema hapa ni kubabaisha maneno. Lakini kilicho wazi kwa mtu wa kawaida ambacho na mimi nimekisikia kama mtu wa kawaida, kwa sababu hii sio fani yangu, ni kwamba ni lazima ukae uangalie, maana sasa hapa kama za serikali ni kiasi gani na za IPTL ni kiasi gani. Lakini uweze kusema ni za umma, kusema ni za umma unamaanisha IPTL haimo, ambayo ni uongo mweupe kabisa. Ukisema ni za umma unamaanisha IPTL haina share pale, kitu ambacho hakiwezekani, au sio? Kwa hiyo tunaweza kusema kama alivyosema Mheshimiwa Lusinde kwamba ni uzembe tu, maana sasa hivi tungependa kujua za umma zilikuwa kiasi hiki na zile zilikuwa kiasi hiki. Sasa reconciliation zinaendelea. Ndio hapo prof nakubaliana na wewe kwamba itakiwa mwisho wa siku CAG afike mwisho kwamba za umma ni kiasi gani na za serikali ni kiasi gani. Na pengine ndio maana nikaja na maelezo jana kwamba kwenye arbitration kwenye arbitration ile mahakama kimataifa wao tarehe 12 mwezi wa pili wameshasema waitoa siku 90 kwa serikali ifanye recalculation ili kusudi kijulikane kiasi gani ni cha IPTL na kiasi gani ni cha serikali, siku 90. Lakini ile hukumu imetoka tarehe 12 mwezi wa pili ya kufanyika mahesabu upya ili kujua kiasi cha IPTL na kiasi cha TANESCO na kiasi cha TANESCO. Tayari ile pesa tangu mwaka jana tarehe 28 mwezi wa 11 na Desemba 5 ile pesa yote imekwisha kuondolewa. Naomba